Hello mtazamaji na mfuatiliaji, karibu katika mwendelezo wa simulizi ya Binti wa Kitanga, kipande cha pili. Simulizi ya mahaba ya Binti wa Kitanga imebeba ujumbe mzito sana, lakini niweze kukukumbusha pale tulipokuwa tumeishia. Yule kijana wa Halia ambaye alikuwa anataka kumlipia kodi, alipomaliza kuongea naye kwenye simu, Aisha aliona SMS ikiingia ujumbe, akachukua simu yake ili kutazama. Hapo ndipo tulikuwa tumeishia, hatukujua ujumbe gani huo, ni SMS inahusu nini hasa. Jina langu niite Mr. King Vam, ukipenda niitwa Sagwile JR, utakuwa hujakosea. Tuendelee kipande cha pili. Kama huja subscribe, ni muda wako kusubscribe ili tuweze kuwa pamoja katika simulizi mbalimbali. Aisha anatupa simulizi, anasema baada ya kutazama ule ujumbe, Aisha aliona kiasi cha shilingi 300,000 kiliingia kwenye laini yake kutoka kwa Maulidi. Aisha alishangaa sana, kwani hakutegemea kupokea kiasi hiko kikubwa cha pesa kutoka kwa Maulidi. Hii ni kubwa sana, siwezi kuamini, Aisha alisema kwa sauti ndogo, akijaribu kudhibiti mshangao wake. Macho yake yakiangaza na moyo wake ukiwa umejaa furaha isiyo na kifani. Aliamua kumtumia ujumbe wa shukrani Maulidi uliosema, Maulidi, sikutegemea kabisa msaada huu mkubwa kiasi hiki. Moyo wangu umejaa shukrani. Huu ni msaada ambao nitaukumbuka milele na milele. Nimefurahi sana. Mungu akubariki kwa huruma yako. Asante kwa kuwa na moyo wa dhati. Maulidi alimjibu kwa kusema, usijali Aisha, ni jambo la kawaida sana hili kwangu. Baada ya kupokea kiasi kile cha fedha, Aisha alihisi kama mzigo mzito umeondolewa mabegani mwake. Usiku ule ule haukuwa wa mawazo tena, bali ulikuwa usiku wa shukrani. Alijilaza kitandani huku akitizama darini. Tabasamu pana likachukua usoni kwake. Kwa mara ya kwanza baada ya miezi kadhaa, usingizi ulimchukua kwa amani, bila hofu ya kuamshwa na kelele za mlango kugongwa. Alfajiri na mapema, kabla hata jua halijachomoza vizuri na kuanza kuangaza ardhi ya Mji Mwema, Aisha alielekea kwenye chumba cha Bibi Mwajuma. Baada ya kufika, alibisha hodi. Bibi Mwajuma alitoka huku akiwa amefunga kanga kifuani, uso wake ukiwa umekunjamana kama kawaida yake anapomwona Aisha. Aisha, mbona mapema hivi? Leo ndio siku ya 3. Natumai umekuja na pesa yangu, maana leo sitaki kusikia ahadi zako za kinafiki. Nimechoka. Kama huna kodi yangu, naomba ukusanye kila kilichokuwa chako na uniachie chumba changu, alisema Bi Mwajuma kwa sauti ya ukali, sauti iliyochanganyikana na hasira. Aisha alitabasamu kwa unyenyekevu, akatoa simu yake na kumwonyesha ujumbe wa muamala uliokuwa uking'aa kwenye kioo chake. Mama, kodi yako hii hapa, miezi 6 mbele. Naomba lazi kwa usumbufu na kukucheleweshea. Bi Mwajuma alibaki mdomo wazi, akivuta miwani yake iliyokuwa ikining'inia shingoni ili ahakikishe tarakimu zile 300,000. Aisha,
umepata wapi pesa hizi? Jana tu ulikuwa unalia huna hata shilingi 100. Je, umeanza kufanya kazi gani haramu mjini hapa? Aisha alicheka kwa upole, akijua fika tabia ya mama mwenye nyumba huyu ya kupenda udaku. Hapana mama, Mungu amenijibu maombi yangu kupitia mtu mwema. Sijafanya lolote baya, ni neema tu. Bi Mwajuma hakuridhika, akasogea hatua moja mbele huku akivuta maneno, ebo, mtu mwema gani huyo anayetoa 300,000 kirahisi namna hiyo? Hata ndugu yako wa damu hakupi kiasi hicho kwa dharau. Niambie ukweli, ni mwanaume gani huyo aliyekuhurumia? Maana uzuri wako huu nilijua tu utakuponya mapema au kuchelewa. Mama, muhimu ni kwamba kodi yako nimepata, Aisha alijibu kwa sauti ya heshima lakini yenye thabiti. Sitaki kusema mengi kuhusu nani amesaidia. Ngoja nikienda dukani nitatoa pesa yako kisha nitakukabidhi. Bi Mwajuma alijisonya kisha akajifanya kurekebisha kanga yake. Haya, nimeona, lakini usije ukaniletea wageni wa kiume hapa kwangu usiku wa manane. Sheria za nyumba hii unazijua, sitaki matatizo. Baada ya kauli Bi Mwajuma, Aisha alimtoa hofu. Usijali Bi Mwajuma, mimi nimejitunza muda mrefu na sitabadilika leo. Nitakuwa mpangaji wako mzuri kama kawaida. Aisha alimaliza huku akigeuka kuelekea chumbani kwake. Baada ya kutoa ile pesa, alienda kumkabidhi Bi Mwajuma na aliandikiwa mkataba wa kuendelea kuishi hapo kwa muda wa miezi 6. Siku iliyofuata Aisha hakuenda tena sokoni kununua mboga. Aliamua kufanya usafi wa hali ya juu. Alipiga deki kila kona na kutoa buibui waliokuwa wameanza kutawala. Alifua mashuka yake na kuyaanika juani, akihisi kama anasafisha si tu chumba chake bali maisha yake yote. Baada ya kumaliza, alijipikia chakula vizuri na kupumzisha mwili wake uliokuwa umechoka kwa matembezi ya mitaani ya kila siku. Alipokuwa amejilaza mchana ule, alifikiria kuhusu Mauridi. Alijiuliza, Mauridi anafanya nini wakati huo? Na je, atapiga simu tena jioni hiyo au ndo basi tena? Lakini ilipofika jioni, Mauridi alimpigia simu. Walizungumza kwa muda kidogo. Aisha alifurahi sana. Siku 3 zilipita na kila jioni Mauridi na Aisha walikuwa wakizungumza kwa simu. Mazungumzo yao yalianza kuhama kutoka kwenye shukrani na kuelekea kwenye kufahamiana zaidi. Mauridi alivutiwa sana na busara za Aisha, huku Aisha akivutiwa na unyenyekevu wa Mauridi. Licha ya kuwa na uwezo mkubwa wa kifedha, Mauridi aligundua kuwa Aisha hakuwa tu msichana mrembo, bali alikuwa na hekima iliyovuka umri wake. Matokeo ya maisha ya mapambano. Siku ya 4, Mauridi alimwalika Aisha kwa ajili ya chakula cha mchana kwenye hoteli moja tulivu pembeni ya fukwe za Kigamboni. Aisha alisita kidogo, akifikiria nguo zake duni, lakini Mauridi alimhakikishia kuwa anapenda roho yake na sio muonekano wa nje. Alimwambia, Aisha, uzuri wako hauhitaji mapambo ya dhahabu ili uonekane. Njoo kama ulivyo. Walipokutana, Mauridi alishangaa zaidi. Aisha alikuwa amevaa vazi rahisi la stara, yaani baibui jeusi lililopambwa kidogo na ushanga mweupe, lakini ule uzuri wake wa asili, macho yake ya gorori yalikuwa yakimetameta na ngozi yake nyororo
vilimfanya aonekane kama malkia wa kweli wa kutoka huko Uarabuni ama wa kifalme za mbari huko. Aisha, Mauridi alianza kusema huku akimtizama machoni kwa upendo uliochanganyika na heshima. Basi Aisha, wewe ni binti wa kipekee sana. Natumai mwanaume atakaye kuoa atafaidi sana. Aisha alicheka kidogo kisha akasema, hata wewe Mauridi ni mwanaume wa kipekee sana. Una huruma na watu, unapenda kusaidia wenye matatizo. Naamini wifi yangu anafaidi sana. Mauridi alicheka kidogo na waliendelea kula. Baada ya kumaliza, waliingia kwenye gari ya Mauridi na safari ya kwenda alipoishi Aisha ilianza. Baada ya Mauridi kumfikisha Aisha, aliaga kisha akaondoka zake. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, Mauridi alihisi hisia nzito moyoni mwake, kwani ilikuwa haipiti siku bila ya kuwasiliana na Aisha. Na pindi wakionana, Mauridi alikuwa anafurahi sana. Mauridi alikiri kuwa tayari ameshampenda Aisha na hakutaka kusubiri, kwani wahenga wanasema chelewa chelewa utakuta mwana si wako. Baada ya kupita wiki mbili tangu Aisha na Mauridi wajuane, siku moja ilikuwa Jumamosi. Siku hiyo Mauridi alihisi moyo wake umefika kikomo cha uvumilivu. Aliamua kumtoa Aisha auti kwa mara ya pili, sio kama mfadhili, bali kama mwanaume anayewania moyo wa mwanamke. Alimchukua Aisha mpaka kwenye hoteli moja tulivu iliyopo kando ya bahari kule Kigamboni, sehemu ambayo sauti pekee ilikuwa ni ya mawimbi na upepo mwanana uliokuwa ukicheza na mapazia meupe ya hariri. Wakiwa wameketi kwenye meza iliyopambwa kwa mishumaa, candlelight dinner, Aisha alikuwa ameinama kwa aibu, vidole vyake vikichezea ukingo wa kioo cha maji. Alikuwa amevaa lile dela la Kisomali na kumfanya azidi kupendeza. Ukweli ni kwamba Aisha alionekana mnyenyekevu lakini mrembo kupindukia. Mauridi alinyosha mkono wake na kushika mkono wa Aisha kwa upole. Akamfanya Aisha nyanyue macho yake ya gorori na kukutana na macho ya Mauridi yaliyojaa hisia nzito. Aisha, Mauridi alianza kwa sauti ya chini iliyotetemeka kidogo kwa hisia. Najua tumekutana katika mazingira ya shida, na labda unaniona mimi kama mtu aliyekuja kukuokoa tu, lakini nataka utambue kitu kimoja. Tangu siku ile niliyokuona kule mtaani, hukunitoka akilini. Aisha alitaka kusema neno, lakini Mauridi akamzuia kwa ishara ya upole. Nimezunguka sehemu nyingi duniani. Nimekutana na wanawake wenye vyeo, wenye utajiri na waliosoma sana, lakini kote huko sikuwahi kupata amani kama nipatayo nikiwa pamoja na wewe. Aisha, umebeba kitu ambacho pesa zangu haziwezi kununua. Aisha, umebeba utu, adabu na utulivu ambao mwanaume yeyote anautafuta maisha yake yote. Mauridi alishusha pumzi ndefu akimsogelea. Aisha, karibu zaidi. Mambo hayakuwa
mabaya. Mauridi akasema, sitaki uwe rafiki yangu. Nataka uwe malkia wa moyo wangu, wa maisha yangu. Nataka nikuoe, nikuheshimishe, nikuonyeshe kuwa dunia bado kuna wanaume wanajua thamani ya mwanamke mwema. Moyo wangu umekuchagua wewe, binti wa kitanga, uwe nusu ya nafsi yangu. Aisha alishusha pumzi, macho ya furaha yakimlenga-lenga. Mauridi, mimi ni nani mpaka unipende hivi? Mimi ni mchuzi wa mboga tu. Mauridi alitabasamu. Wewe sio mchuzi wa mboga kwangu, wewe ni dhahabu iliyofunikwa na vumbi. Na mimi nimekuja kukusafisha ili ung'ae. Nipe nafasi ya kuwa mwanaume wako. Aisha, nipe nafasi ya kuulinda moyo wako. Usiku ule, chini ya mwanga wa mwezi na sauti ya bahari, Aisha alitikisa kichwa kwa kukubali. Ilikuwa ni mwanzo wa safari ya mahaba ambayo mtaa mzima wa Kigamboni ungekuja kuhadisia kwa vizazi na vizazi. Baada ya kula na kunywa, Mauridi alimwachia Aisha, wakaingia kwenye gari na akamrudisha alipokuwa anaishi maeneo ya Mji Mwema. Baada ya hapo, Mauridi alirejea nyumbani kwao maeneo ya Kigamboni Ferry. Tokea siku hiyo, Aisha na Mauridi waliingia kwenye mahusiano rasmi, na Mauridi akampiga stop Aisha kuzunguka mitaani kuuza mboga na kumwahidi kumhudumia kwa kila kitu anachotaka. Siku iliyofuata ilikuwa Jumapili. Mauridi aliwasha gari mpaka Mji Mwema. Baada ya kufika, alishuka na kuelekea hadi chumbani kwa Aisha. Aliingia bila kupiga hodi. Alipoingia ndani, alimkuta Aisha akiwa amevaa kanga yake ya kawaida, uso wake ukiwa na tabasamu ambalo lilizidi kudhihirisha uzuri wake. Kwa sekunde chache, Mauridi aliganda akimtizama. Karibu kipenzi. Aisha alivunja ukimya. Oh, asante, nimekaribia. Vipi hali yako? Mauridi alijibu. Aisha akasema, mbona umekuja bila kuniambia? Usijali, nimefanya makusudi ili iwe kama surprise, Mauridi alisema. Akasogea hadi alipokuwa Aisha, kisha kaendelea kusema, naomba uvae vizuri na kuchukua twende mjini kufanya shopping. Nataka uanze maisha mapya kuanzia muonekano wako mpaka moyo wako. Mara baada ya kusema hivyo, akachukua kiganja chake cha mkono na kukibusu. Aisha alisita. Mauridi, sina nguo za kwenda kwenye maduka makubwa unavyozungumzia, naogopa watu watanicheka mno. Mauridi alimtikisa kichwa kwa upole. Huna haja ya kuogopa. Uzuri wako haupo kwenye nguo, upo kwenye nafsi yako. Lakini leo nataka dunia ione thamani yako. Aisha alikubali. Alijiandaa na baada ya kumaliza walitoka pamoja. Safari yao ilikomea kwenye moja ya maduka makubwa ya kifahari Mar iliyopo Mlimani City jijini Dar es Salaam. Walipoingia, baridi ya kiyoyozi na harufu nzuri ya manukato ilimfanya Aisha ajihisi kama yuko kwenye ndoto. Mauridi alimpeleka kwenye duka la nguo la kike Grama Boutique. Chagua nguo yoyote unayotaka na unayoipenda. Aisha, magauni, madera ya hariri, viatu na mikoba. Leo ni siku yako, Mauridi alisema huku akimkabidhi mfanyakazi wa duka kadi yake ya benki. Aisha alianza kuchagua kwa kunyata, akigusa vitambaa laini ambavyo haikuvivaa maishani mwake.
Alijaribu gauni moja la rangi ya dhahabu lililoendana na rangi ya ngozi yake. Alipotoka kwenye chumba cha majaribio, Maulid alibaki kinywa wazi. Aisha, wewe ni mzuri sana, hukustahili kutabaki mitaani na mafungu ya mboga, Maulid alisema kwa sauti ya chini iliyojaa mahaba. Walimaliza shopping kwa kununua viatu vingi, magauni ya kisasa, madera, mitandio, seti ya vipodozi, manukato asilia, viatu, mikoba, ngozi. Wakati wanatoka, Aisha alikuwa amebadilika kabisa, kwani alivaa moja ya gauni la hariri walilonunua katika duka ile. Aisha alitembea kwa madaha huku Maulid akiwa amebeba mifuko mengi ya shopping. Kwa mara ya kwanza Aisha alihisi kuwa yeye pia anaweza kuwa mwanamke wa hadhi na kwamba umaskini wake ulikuwa ni mapito tu. Baada ya kumaliza, waliingia kwenye gari, kisha Maulid aliwasha gari lake aina ya Harrier sijui, na kuanza safari ya kumrudisha Aisha nyumbani kwake Mji Mwema, Kigamboni. Mifuko iliyojaa nguo za gharama na manukato ilikuwa imepangwa kiti cha nyuma, ikitoa harufu nzuri iliyojaa gari nzima. Wakiwa njiani, kimya cha ajabu cha mahaba kilitawala, huku Aisha akiwa amejitazama kwenye kioo cha gari mara kwa mara, bado haamini mabadiliko aliyotokea ndani sasa chache. Maulid, Aisha alianza kwa sauti ya chini, leo umenifanya nijihisi kama mwanamke wa thamani sana, lakini moyo wangu bado una hofu. Naogopa kurudi kule mtaani na hizi nguo. Naogopa maneno ya watu. Usijali wala kusikiza maneno ya watu. Kikubwa mimi na wewe tunapendana. Maulid alimtuliza Aisha. Lakini Maulid, mama mwenye nyumba wangu Bi Mwajuma ataanza maswali yake na majirani ataniona nimeanza tabia mbaya, Aisha aliongea kwa wasiwasi. Msikilizaji wa Vam TV Online, hii ni simulizi ya binti wa Kitanga, mahaba ya binti wa Kitanga, Bi Aisha huyu. Niseme karibu tu, hakikisha una like na kusapoti kazi yangu hii kwa kusubscribe, kushare na marafiki, kisha kulike na kutoa maoni. Baada ya wasiwasi wa Aisha, Maulid alisema kumtoa hofu Aisha, wacha waseme Aisha, riziki yako haipo mikononi mwao. Leo unarudi kama mshindi. Majira ya jioni, gari lilipoingia mtaani kwa kina Aisha, watoto walikuwa wakicheza na watu walikuwa wamekaa nje ya baraza zao. Kila mmoja aligeuka kuitazama ile Harrier nyeusi. Iliposimama, Maulid alishuka kwanza, akazunguka na kumfungulia Aisha mlango kwa adabu zote. Aisha alishuka akiwa amevaa lile gauni la hariri, akionekana mrembo na mwenye kujiheshimu. Maulid alianza kutoa mifuko ya shopping moja baada ya nyingine. Bi Mwajuma ambaye alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha kamba alisimama kwa mshtuko. Huyu ni Aisha au macho yangu yana makengeza? Ebo, kweli dunia duara. Aisha na Maulid walimsalimia Bi Mwajuma kisha wakaingia ndani. Maulid alikaa kwa Aisha mpaka usiku. Aisha alipika na walikula pamoja. Majira ya usiku, mazingira yalikuwa ni utulivu kipekee. Hali ya hewa ya mvua nyepesi ilianza kuvuma, ikileta baridi ya ghafla na harufu nzuri ya ardhi iliyolowana. Wakiwa wamekaa kwenye kochi dogo, kimya kizito kilitawala. Maulid alitazama Aisha ambaye alikuwa bado amevaa lile gauni la hariri la kijani waliotoka nalo shopping.
Aisha alionekana mrembo kuliko kawaida, na kwa mara ya kwanza Aisha hakushusha macho yake. Aliendelea kumtizama Maulidi kwa shukrani iliyochanganyikana na mapenzi mazito. Aisha: sijawahi kuhisi hivi kwa mwanamke yeyote, Maulidi alinong'ona akisogea karibu naye. Akaendelea kusema, wewe ni tofauti na kila mtu niliyewahi kumjua. Aisha alihisi mapigo ya moyo wake yakienda kasi. Alijua Maulidi ni mwanaume mwenye uwezo, lakini upole na heshima alimwonyesha vilimfanya ajihisi salama. Maulidi, tangu siku ile barabarani nilihisi kama Mungu amekushusha kutoka mbinguni kunionyesha kuwa bado kuna watu wema, moyo wangu ni wako. Maulidi alimshika Aisha mkono kwa upole, kisha akampapasa shavu lake nyololo. Mguso ule uliamsha hisia ambazo wote wawili walikuwa wamezificha kwa muda mrefu. Katika hali ya utulivu na kuheshimiana, Maulidi alimvuta Aisha karibu na kumpiga busu la kwanza, busu lililojaa ahadi na hisia za dhati, kisha akambebea kifuani hadi kitandani. Walipoingia kitandani, hapo ndipo Maulidi alipopagawa rasmi. Aisha alionyesha kwa nini binti wa Kitanga anasifiwa duniani kote. Hakuwa mwanamke wa kulala kama gogo. Aisha alikuwa na kiuno chenye nati, kiuno kilichokuwa kikizunguka kwa ufundi wa ajabu, kikifuata mapigo ya moyo ya Maulidi. Aisha alimpa Maulidi kile kilichoitwa kifundo cha kitanga. Alijua wapi pa kugusa, wapi pa kunong'ona na wapi pa kulegeza sauti yake, mpaka Maulidi akahisi anapaa mawinguni. Aisha alikuwa na miuno, ilikuwa na lugha yake. Mara ilikuwa kasi kama mawimbi ya bahari, mara ilikuwa taratibu kama upepo wa msimu. Aisha, kipenzi changu, we mwanamke, mbona unanitendea hivi? Maulidi alihamaki, sauti yake ikiwa imekwaruza kwa mahaba mazito. Nimeishi miaka yote nikidhani najua mapenzi, kumbe nilikuwa sijui kitu. Mungu wangu, kwa nini sikukupata mapema? Maulidi alijikuta akishindwa kujizuia. Kila mara Aisha alipokuwa akimlembulia yale macho yake ya gorori na kumvuta kwa mikono yake yenye harufu ya asiri, Maulidi alihisi anapagawa. Alitamani muda usimame. Aisha, kuanzia leo hakuna mwanamke mwingine atakayekanyaga moyo wangu, Maulidi alisema huku akimkumbatia Aisha kwa nguvu. Umekuwa dawa ya kila jeraha langu. Ufundi huu, unyenyekevu huu ndio ufalme wa kweli. Msikilizaji wa Vam TV Online, hii ni simulizi ya binti, mahaba ya binti wa Kitanga. Mimi niseme sina la ziada, ni kwamba ni kuache hapo tumeishia. Ni kitu gani kitaendelea? Kumbuka, Maulidi anamsifia Aisha kwa maneno mazuri sana. Maulidi tutaweza kumfahamu zaidi katika vipande vinavyoendelea. Je, ni kweli hakuna moyo wa mwanamke mwingine utakaokonga zaidi ya huyu binti wa Kitanga anayefahamika kwa jina la Aisha huyu? Mimi na wewe tutakuwa mashahidi katika kipande kinachofuata. Kubwa, hakikisha hukai mbali na Vam TV Online ili uweze kupata simulizi hii kubwa na nzuri kabisa. Hii ni simulizi fupi. Leo nimejitahidi kuendesha dakika almost 30 hivi. Natumai utasikiliza kipande kingine
kwani tupo pamoja wakati wote na wasaa wote. Hiyo hatutachoka kukuletea simulizi nzuri. Hakikisha tu unanisapoti na kunipea muda, na muda ulio wasaa mzuri ni kuhakikisha unanipea sapoti kwa kulike na kutoa maoni yako. Unadhani ni nini kitaendelea katika kipande kinachofuata? Hatujajua, ila Aisha alikuwa anajua kufanya kile watu wa Tanga wanakijua. Tanga kuna nini huko? Nikutakiwa saa mwema. Karibu sikiliza simulizi zingine ambazo zimepostiwa ili unipe sapoti yako. Kwa kufanya hivyo, Mungu atakubariki zaidi. Hakikisha una like kila simulizi ambayo unasikiliza ili kunipea feedback. Pia unaweza kukomenti maoni yako zaidi. Sina usemi. Tukutane kipande cha 3.